Unajua, kama tungekuwa tunajadili mpira, basi leo tungesema kuwa ndio fainali yenyewe, yaani ndio mechi ya mwisho ambayo itatoa mshindi, kuwa tufahamu dakika 90 au tunaongeza 120 au tunaenda kwenye penalty. Labda unaweza ukatumia lugha hiyo na ikaeleweka. Kwa kile ambacho kinaendelea kule Geneva, mazungumzo ya tatu katika raundi hii ya pili. Haya ni mazungumzo ya tatu. Mazungumzo ya kwanza yalifanyika Muscat, Oman. Mazungumzo ya pili yakafanyika tarehe 17 huko huko Geneva, na ya tatu tarehe 26 Geneva, kati ya Iran na Marekani. Irani wanaingia kwenye mazungumzo wakiwa na matumaini sana sana. Nimesikia waziri wa mambo ya nje anazungumza kuhusu uwezekano kamili wa kufikia makubaliano katika kile ambacho kinatajwa kuwa tunaenda kutatua tatizo la nyuklia. Katika hotuba yake ambayo ya majigambo, Donald Trump juzi au jana, ilikuwa ni hotuba ya majigambo kuhusu Irani. Anasema anaipa nafasi diplomasia, lakini anasisitiza kuwa hata haya mazungumzo ni kwa sababu yeye ametaka, amependa, yamekwenda kwa sababu yeye aliamua iwe hivyo, lakini angeamua vingine ingekuwa vingine. Ndio alivyojisifu Trump, lakini akarudia kauli ambayo unaisikia zaidi kwa viongozi mfano wa Kizayuni. Viongozi fulani wa Kizayuni ambao unawasikia. Unamsikia Marco Rubio anasema kuwa Irani inazo silaha za kutosha kuitishia Marekani, kutishia washirika wa Marekani walioko Mashariki ya Kati. Wanazo harakati nyingi za kwenye maji ambazo zinatishia meli za Kimarekani. Mpaka unajiuliza kuwa yani zinatishiwa meli za Kimarekani zikiwa wapi? Ziko kwenye bahari ya Amerika au ziko kwenye bahari ya Irani? Kwa hiyo nani atakuwa mwenzake kaenda kumtisha mwenzake? Kile ambacho kinazungumzwa ni nadhani ni kinyume. Leo ukiangalia mzingiro unaozunguka Irani, unaweza kupata jibu kwa nani anayetishwa kati ya Iran na Marekani, nani anamtishia mwenzake. Ndege 150 ziko pale, meli 16 ziko hapo. Donald Trump anasema kuwa tunakwenda kwenye mazungumzo na tumetanguliza mbele diplomasia. Ikiwa kinyume chake, basi itakuwa hivyo. Kauli ambayo anaizungumza Abbas Araghchi kuwa tuko kwenye nafasi nzuri kabisa ya kufikia makubaliano. Kwa nini Donald Trump kwenye mazungumzo yake ya mwisho amezungumza kuhusu nuclear? Kwa nini hakutaja makombora? Kwa nini hakutaja proxy? Kwa nini? Inawezekana kuwa ilikuwa bahati mbaya? No, amerudia hiyo kauli ambayo alikuwa akizungumza mara nyingi kuwa tuna mazungumzo na Irani ya nuclear. Mara nyingi napenda kuambiwa Trump anapelekewa, ameandikiwa, anapelekewa vimemo, hiki ndio utasema. Sasa kuna kilicho akilini mwake kwa ni nuclear. Huyu sio mwanasiasa. Hawa wenzake wana ajenda nyingi walizozibeba. Sasa kipimo cha uwezo, kipimo cha nini kitatokea, tutakipata baada ya mazungumzo ya Geneva. Kuwa unajua leo hii ukiuliza kuwa nani anajua kitatokea vita, ni Trump peke yake. Trump peke yake ndio anajua, kwa sababu kilicho akilini mwake ndio kilichokuwa. Trump ndio mwenye button, switch on off, vyovyote itavyokuwa. Lakini katika hotuba yake akakazia kingine, kuwa amezungumza kauli ambayo niliwahi kuizungumza, nikamwambia ziara ya mwisho ya Netanyahu aliyokwenda Marekani, alienda kusema Irani wanaandaa kutengeneza makombora ambayo yataipiga Marekani. Ndio alisema hivyo. Trump amelibeba na lenyewe kaja nalo kwenye mkutano kusema vile vile kuwa Irani inajiandaa kutengeneza makombora ambayo yatatutishia Marekani, yani yatatupiga moja kwa moja. Katika kulazimisha kuhalalisha, ndio kauli ya Marco Rubio kuwa anazo makombora, anazo silaha za kututishia tuliopo, yani kambi zetu zilizopo Mashariki ya Kati. Yani yote ni kutafuta uhalali wa kutaka uungwaji mkono. Kura za maoni wiki jana niliwaambia kule Marekani zilikuwa 48-49 walikuwa wanapinga hiki kilicho cha Marekani kutaka kuanzisha vita na Irani. Lakini taarifa iliyoandikwa na AP News jana inaonyesha kuwa imefika 58% ya Wamarekani ambao hawakubaliani na uamuzi wa serikali yao kuishambulia Irani. Kwa hiyo Wamarekani wanaamini kuwa kinachozungumzwa kuhusu Irani huenda sio kweli. Sio kweli kuwa sisi tuna tishio lolote na hawa. Sasa Trump karudia kauli ya Netanyahu ili kutafuta uhalali wa ndani, ili kuambia wa Marekani kuwa sisi tunakwenda kwa sababu huyu anatutisha. Unajua watu wa magharibi huwa wanalishwa tu, vyombo vya magharibi vinazungumza vinavyoona kuwa na wao wanachukua moja kwa moja kuwa kweli iko hivi, lakini kiuhalisia wa Marekani ni kama vile wameamka kuwa hiki unachotuambia sio kweli, hiki hakiwezekani, sio kweli. Sasa
Trump kuzungumza kuwa tunaenda kwenye mazungumzo ya nyuklia bila kuunganisha makombora, bila kusema proxy, hatujui kama ndio alisahau au tuseme kuwa ilikuwa kusudi. Wachambuzi tunaenda moja kwa moja kuangalia kile ulichokizungumza, ndio kile ambacho Iran wanakisema kuwa tunaenda kufikia makubaliano. Makubaliano yapi? Ya kuangalia uwezo wetu wa urutubishaji. Kwanza, uhalali wa kurutubisha utambulike. Ndio ambacho Iran wanakisema kuwa uhalali wetu wa urutubishaji upo kisheria, tunaomba utambulike. Kwa hiyo kwanza tambueni kuwa hiki ni halali, hiki ni chetu halali. Yani kuwa sio kwamba tupo kwa, yani sio kuwa kurutubisha ni hisani ya nchi yoyote. Tunatakiwa mtambue kuwa urutubishaji wa urani wa 3.65 ni wa kwetu, yani ni halali yetu kisheria, tunaruhusiwa. Halafu tujadili sasa kuhusu kiwango gani cha urutubishaji, yani turutubishe kwa kiwango gani. Kiwango cha juu kabisa cha kimataifa cha mwisho ni 3.65, hicho kiwango ambacho nchi zote zinaruhusiwa kufanya hivyo. Sasa anasema tutajadili turutubishe kwa kiwango gani, tushuke 1, 2, 1.5 au tushuke 3 kamili. Na jambo jingine ni kuwa urani kilo 400 zilizorutubishwa zinakwenda wapi, zinapunguzwaje nguvu, zinachanganywa na nini? Irani wako tayari kujadili hayo, lakini tunataka jambo la mwisho ni ufuatiliaji. Je, IAEA watafanya kazi vile vile? NPT watafanya kazi vile vile? Wataruhusiwa kufika kwenye sehemu ambazo tuna mashaka kuwa Irani je hilo? Sasa ukiwatazama Irani ni kuwa hayo walisha yakubali kuanzia mwanzo, lakini hawataki kujadili makombora kabisa. Ukimsikia Rachi anasema kuwa makombora yetu, au akijibu kauli ya Trump kuwa Irani inakusudia kuanzisha makombora ambayo yatafika Marekani, anasema Trump ameingia kwenye mkumbo wa nini? Wanasema ameingia kwenye mkumbo wa taarifa bandia, kwa sababu hii taarifa sio ya ukweli. Anasema sisi hata uwezo wetu wa makombora ya masafa marefu tumepunguza range, yani tumepunguza, tumecheza kwenye wastani ambao kwa ajili ya ulinzi wetu, wala sisi hatutengenezi kwa ajili ya kuitishia nchi yoyote. Kwa hiyo anasema kuwa ulinzi wetu sio mjadala, hatuwezi kujadili kuhusu ulinzi wetu. So haya mazungumzo yanafanyika Geneva, yatatupa majibu. Lakini wakati huo huo unamwona waziri mkuu wa India Narendra Modi jana alikuwa Israeli, Tel Aviv, na atakuwa na ziara ya siku 2. Amehutubia bunge la Knesset akisema Israeli ndio fatherland na India ni motherland. Tafsiri yake anajua mwenyewe. Kule kwenye mitandao ya X watu wametafsiri wanavyojua, na utani umeendelea, ukosoaji umekuwa mwingi. Kwa nini? Mabadiliko makubwa ya sera ya India yanaonekana hivi sasa baada ya waziri mkuu Narendra Modi kutembea ziara ya pili toka kuwa madarakani. 2014 aliingia madarakani, hii ni ziara yake ya pili anakwenda India. Waziri mkuu wa Israel mwaka 2018 alienda India katika kujaribu kuconnect dot ya hawa watu wawili. Hawa ni mawaziri wakuu wote wa mrengo wa kulia. Narendra Modi na BJP yake ni serikali inayoshutumiwa sana kwa kunyanyasa baadhi ya imani zingine, wakiwemo Wakristo wa India wamekuwa wakinyanyaswa sana na serikali ya BJP, lakini pia Waislamu hali kadhalika wamekuwa wakinyanyaswa sana na Wahindu, na baadhi ya video nyingi zimeonekana. Anashutumiwa lakini wala hajali hilo. Kwa hiyo huyu ni Muhindu ambaye ana chuki na Ukristo na Uislamu kwenye nchi yake, kwa sababu hajawahi kuchukua hatua yoyote dhidi ya kukabiliana na Wahindu wenye chuki na imani zingine. BJP hajawahi kuchukua. Ukirudi kwa Israeli, Netanyahu piga mstari, siwezi kuzungumza kingine, yote yanaeleweka. Ukitaka kujua kuwa Wakristo wa Israeli wanafanya nini, nenda kwenye interview aliyoifanya Carlson Tucker na mmoja ya wachungaji ndani ya Israeli, akielezea hali za Wakristo wa Israeli wanaoishi Israeli. Nadhani unaweza ukalipata jibu kuwa Wakristo hawa naweza kusema kuwa hawa ni viongozi wawili ambao wanafanana sana kitabia. Hawa ni ndege wawili wanaofanana, wanaruka pamoja. Ni mawaziri wakuu wameokaa madarakani kwa muda mrefu pia. Narendra toka 2014, waziri mkuu wa Israel Netanyahu, yeye ndio waziri mkuu aliyokaa miaka mingi zaidi katika historia ya taifa la Israeli. Sasa hawa ni watu wenye kufanana. India ndio mnunuzi mkubwa wa silaha za Israeli, thamani zaidi ya 8.6 billion mikataba. Mwaka 2024 uuzaji, India amenunua kwa Israeli biashara zenye thamani ya karibu bilioni $4, na sasa anakwenda kusaini makubaliano ya kibiashara zaidi ambayo yanakuwa masuala ya teknolojia, akili mnemba, kilimo, lakini kikubwa zaidi ni silaha. Israeli amekuwa ni msaidizi mkubwa wa India kwenye mizozo, licha ya kuwa kura ya kwanza kabisa ya azimio namba 181 la mwaka 47
wakati Umoja wa Mataifa una umri wa miaka miwili, lilipelekwa azimio namba 181 kugawa ardhi ya Palestina, kuanzisha taifa linaitwa Israeli. India ilipiga kura ya kupinga kabisa swala hilo mwaka 47. Azimio lililofuata 1948 ambalo lilitoa uhalali wa taifa la uwepo wa taifa la Israeli, India ilipinga kabisa. Inakuwa ni nchi ya kwanza ambayo haikuwa ya Kiarabu kuitambua PLO kama ni wawakilishi halali wa watu wa Palestina, India, kwa miaka mingi. Lakini Israeli na India zimekuwa na uhusiano wa joto, tunasema, baada ya Narendra Modi kuingia. Licha ya kuwa India ilitambua Israeli mwaka 50 kama 54 walitambua bila kuanzisha uhusiano wa kidiplomasia. Hata kwenye mzozo wa India na Pakistani wa mwaka 90, Israel ilijitahidi kujisogeza karibu sana na India, ikatoa msaada mkubwa sana wa kijeshi kwa India kwenye vita yao ya Pakistan. Lakini bado India ilikuwa haitambui, haijaanzisha uhusiano rasmi na Israeli. Kwa hiyo Israeli ilikuwa ikijaribu kuivuta sana India isogee hapa. Ziara ya Narendra Modi ni tafsiri ya ushindi kwa Waziri Mkuu Netanyahu. Ndio unaweza ukasema hivyo, ni tafsiri ya ushindi baada ya miaka mingi, miaka takriban mitatu. Waziri Mkuu wa Israeli ametengwa na dunia, hatembelei nchi nyingi duniani. Hata marafiki zake wa Ulaya pia wanaogopa kumkaribisha kutokana na pressure ya raia wao. Toka mahakama ya ICC mtangaze kuwa anatafutwa NIA of Gallant, hatembei sana tena kwa kuhofia kukamatwa. Kwa hiyo kumleta Narendra Modi katika kipindi hiki ambacho wachambuzi wengi wanakubaliana kuwa haikuwa sahihi kwa India kufanya ziara katika kipindi hiki. Hujui nini kitakuja kutokea hapo baadaye. Haikupaswa kabisa kwa Narendra Modi kutembelea hivi sasa. Ni turufu muhimu sana kwa Netanyahu baada ya siasa yake ya ndani pia kuwa na ukungu mkubwa. Upinzani umemkalia kohoni. Israeli itafanya uchaguzi mkuu mwaka huu 2026 mwezi wa 10, na waziri mkuu wa Israeli hayuko kwenye nafasi nzuri sana. Masuala ya kisiasa ya ndani pia yamempeleka pabaya. Ziara hii ni kama kwenda kumpiga rangi, kama kwenda kumpiga makeup kwenye umma, aonekane je, anastahili, kwa sababu bado anaungwa mkono na nchi nyingi duniani. Leo hii Israeli inaungwa mkono na uchumi mkubwa zaidi duniani, Marekani, uchumi wa kwanza. Inaungwa mkono na uchumi wa tatu duniani ambao ndio uchumi mkubwa zaidi Ulaya, Ujerumani, lakini inaungwa mkono na uchumi mkubwa wa 4 duniani, India. Nafasi ya waziri mkuu wa Israeli katika ziara hii, jana amelala usingizi mzuri sana Netanyahu, kwa sababu anarudi duniani ambako kuwa naweza kusema haiba yake ilikuwa imefifia kwa kiwango kikubwa. Sasa anarejea kwa kasi ya kutaka kuonekana, lakini kilichompeleka Narendra Modi pia Israeli ni vita ya mwaka jana kati ya India na Pakistan kule Kashmir. Baada ya kile kilichotokea kikazua ugomvi, kile kilichotajwa kama ndege kadhaa za India zilidondoshwa na ndege za Pakistani ambazo ni mali ya Uchina. Hata mzozo ulitokea kati ya balozi wa Pakistani na balozi wa Uchina kule katika kushutumia balozi wa Ufaransa, alikuwa balozi wa Ufaransa na China katika kukuza taarifa kuwa ndege za China zilifanya vizuri sana kuzidungua ndege za India ambazo ilikuwa mali ya Ufaransa, Rafale. Waliparurana kiasi fulani. Kwa nini unapigia chapuo hili? Ndio ilikuwa hivyo. Kwa hiyo kimechompeleka Narendra Modi pia ndani ya Israeli ni mikataba ya silaha. Anataka silaha kutoka kwa Israeli ambazo unajua Israeli ni sehemu kubwa ya silaha za Kimarekani. Kwa hiyo makampuni makubwa ya Kimarekani yanafanya kazi hapo. Na watu watasema kuwa silaha za Israeli. Kama silaha za Israeli, tumuulize Trump alichokizungumza kwenye mkutano wa Davos. Alivyosema kuwa silaha na makombora na mifumo ya ulinzi iliyopo Israeli ni mali yetu sisi Marekani. Netanyahu astambela. Sio maneno yangu. Hayo ni maneno ya Donald Trump. Nenda kasikiliza hotuba yake aliyozungumza Davos. Kwa hiyo India kutoka kusaini makubaliano na Marekani hivi juzi ya kukata uhusiano na Urusi na kuanza kukamata meli ambazo anazitaja kuwa za Irani, sasa ameamua kujitoa, amejivua gamba na kuonyesha uwazi asili na rangi yake kuwa yeye yuko upande wa pili. Hatujui nini kitachokuja kutokea. Jamani, muda utatupa majibu. Asanteni sana.